Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Nina imani watakapokaa viongozi wao tena wanaweza wakaangalia madhara yake, kwa sababu ukija kwenye sheria au kanuni za mpira, kwanza watapoteza pointi 3 na magoli 3 kwa Simba. Haitoshi, watanyang'anywa katika michezo 5 walioshinda, watanyang'anywa pointi 15. Kwa hiyo jumla watakuwa wamepoteza pointi 18 na magoli 3. Sasa kwa kiongozi yoyote mwenye busara hawezi kususia mechi kwa adhabu kubwa hiyo. Kwa hiyo mimi nawasihi na nawaomba kabisa kwamba wasifanye hivyo, kwa sababu sio jambo zuri hata kidogo. Nina imani kabisa haya yaliyotokea yote ni katika tu purukushani ya mpira, na wakati wote haya mambo yanaweza yakajirudia, yasirudiwe. Kuna timu moja inaitwa Juventus ilifanya makosa yanafanana haya ya Yanga kule Italy, ilishushwa daraja. Kwa hiyo tuwe waangalifu sana na tushukuru Mungu sana. Jana sio za mwaka huu wamerekebisha. Kanuni za mwaka jana ilikuwa ukigomea mchezo unashuka mpaka daraja la 2, lakini wakaona ngoja wapunguze adhabu, ndio adhabu hiyo imepunguzwa. Kwa hiyo mimi nashauri Yanga wakubali waende wakacheze, kwa sababu kwanza wana wadhamini. Kuna mdhamini kutoka Azam TV ambaye kwa ajili ya michezo ya Yanga yoyote ndio wanaocheza kwenye ligi wanawalipa pesa, licha ile ya kwenye Premier League. Lakini kuna hela zingine wanalipwa ambazo ni zaidi, wao na Simba kila klabu inapata zaidi ya bilioni 44. Kwa hiyo lazima waangalie hiyo, kwamba wanapokataa kucheza wanakuwa wanavunja heshima ya vyombo hivi ambavyo vinafanya matangazo. Vile vile wana matangazo wanapata market nzuri sana Yanga inapocheza mechi zake, hasa inapocheza na mtani wake wa jadi. Sasa tuangalie, tusifikiri wakati wetu ule sisi tulikuwa tunaongoza, mdhamini ni mmoja tu wa klabu Safari Laga tu, tena bei ya kubembelezana. Kwa mujibu wa taarifa ya Young Africans na kwa mujibu wa viongozi wanavyozungumza kwamba wao msomo wao uko pale kwamba hawatacheza kwa sababu wanaamini kwamba kutocheza kwao huenda pia kubadilisha mtazamo wa soka hapa nchini. Ndio maana nakwambia hivi, duniani kokote kule, nitajie nchi moja ambayo kuna maendeleo ya mpira timu imegoma isicheze kwa sababu haina imani na referee au haina imani na Football Association. Kwanza lazima ujue katika katiba ya Yanga inasema Young Africans ni mwanachama wa chama cha mpira wa taifa, na ndio maana Young Africans wanapiga kura kumchagua kiongozi wa TFF. Sasa unasemaje huna imani na chama ambacho wewe mwenyewe ni mwanachama? Sasa nani hapa kwenye issue zima ya kugomea mechi hapo uliposema juzi tu hapa kwenye ligi ya Misri Ahari hawajaleta timu uwanjani. Huyo yuko mbali, huyo mwambie inge asogee karibu, simsikii kabisa. Ndio anazungumzia kuhusiana na juzi mechi ambayo imehusisha Ahali dhidi ya Zamalek. Ahali wamegomea baada ya kuwakataa waamuzi wa ndani. So wapata adhabu. Sasa hapo ndio ulisema tutoe mfano hapo ni nchi ipi? Kwa hiyo kwenye matukio hayo hawakwenda uwanjani wapata adhabu. Hawa kuachiwa. Sasa soma kanuni zao uone adhabu yake ni kiasi gani. Sawa. Sasa faini ya mabilioni ya shilingi ya Tanzania. Young Africans kwa mujibu wa taarifa wanaamini kwamba endapo kamati itaajibishwa, ingawa hili huenda kasemea kama kamati ambayo imehusika kuahirisha mechi itaajibishwa, wao wako tayari kucheza, ingawa sio taarifa ambayo inazungumzwa, lakini kwa mengi yanazungumzwa hivyo kwamba kamati iwajibishwe ile ambayo imeahirisha mechi ya awali. Hili likoje pia? Hiyo inawezekana, inabidi TFF waangalie kama kweli kulikuwa na kosa lolote limefanywa na bodi ya ligi, basi wanaweza wakachukua
kuchukua hatua, kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa Premier League board ya Tanzania ni tofauti na bodi zingine. Hii sio independent board, hii ni kama kamati ya TFF. Kwa hiyo mamlaka kufanya kuchukua hatua yoyote ni TFF, sio chombo kingine. Kwa hapa TFF ndio wachukue maamuzi kwenye kamati kwa wale ambao wamehusika, kama wataona, lakini wao wenyewe kwamba kuna makosa. Maana kama unakumbuka, kuna taarifa ilitoka kwamba bado kuna uchunguzi unaendelea. Kwa taarifa iliyotolewa moja mpaka sasa ni tarehe ya kupanga mechi. Hawajatoa tena taarifa nyingine. Sasa unavyodhani kwamba ni sahihi kwamba wao walizungumza kwamba kuna uchunguzi pia unafanyika kuhusiana na huo mchezo, lakini kabla ya kutoa taarifa uchunguzi wanapanga tarehe ya mechi. Je, hapa wako sahihi kwenye eneo hilo? Hakuna mushkili yote? Hakuna mushkili yote, shekhe wangu, kwa sababu kwa mujibu wa katiba za TFF kamati ya utendaji na madaraka makubwa sana ndio yenye mamlaka ya kuendesha soka katika nchi hii. Na ndio maana serikali ikiingilia kati wakati wote tunatolewa kwenye mashindano yoyote yale ya dunia au ya CAF. Tuwaombe tu Young Africans, sio jambo zuri kususia mechi, sio jambo zuri. Huko nyuma walikuwa watu wanafanya, lakini sasa huko tumepitwa. Mpira sasa umebadilika. Mpira wa Tanzania sasa umekuwa na biashara, umekuwa mpira una fedha nyingi, na ndio sasa wameamka sponsors wengi. Sasa kila mmoja anagombania, anataka kwenda kudhamini Premier League, kudhamini vilabu. Wameamka sasa, wameelewa kwamba vilabu vyetu na mpira katika nchi yetu sisi market value yao ni kubwa. Mimi nakupa hint, utaona mwakani Yanga na Simba wadhamini watakaowapata lazima M-Pesa na hao wengine wa Simba, watu gani hao watakimbia tu. Sawa, kwa hiyo wito wako ama na imani wataingia watu serious sana kwenye masuala ya udhamini wa mpira wa miguu. Sawa, kwa hiyo ombi lako ni vizuri Young Africans wakapeleka timu uwanjani? Wapeleke, ni moja ya timu inayoheshimika katika Afrika. Wameanza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Kidogo walikuwa wamelala, wameamka. Sasa hivi they are doing very well kwenye mashindano, na ndio maana tunaona kwamba points zetu hizi wakizichanganya za Young Africans na Simba, tuna timu 4 mpaka mwaka kesho kutwa bila kuwa na wasiwasi wote katika kuwakilisha katika mashindano ya CAF. Okay. Kwa lugha nyingine, sasa hivi tuna timu 6 za Tanzania zinacheza kwenye mashindano ya CAF. 2 kutoka Zanzibar na 4 kutoka bara. Sawa. Kwa hiyo utaona kwamba hii ni achievement kubwa sana. Nakubaliana na wewe, Waswahili wanasema hivi, mtoto akikunyea mkononi unamweka chini, unaosha mikono yake na unaosha na yeye mwenyewe unamuosha, unayemwendelea kumpakata. Narudia tena. Mtoto akikunyea mkononi uchukui panga ukakata. Unaweza wewe? Siwezi. Mwanao akikunyea utachukua panga ukate mkono wako? Hapana. Utafanya nini sasa? Huyo mmoja kila siku mwenyekiti unaosha mkono wako na yeye mwenyewe utamuosha, sawa? Eti kiongozi. Huyo mmoja wasamee TFF kama wamewakosea, waingie uwanjani wacheze, wasisuse. Kususa ni sawa sana vile kukata mkono wa mtoto wako. Umeelewa Saidi? Nimeshaelewa tayari. Shukrani sana. Nimeshaelewa sasa. Nimeelewa. Haya, asante. Sawa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.